Hello. Na mambo vipi mtazamaji? Karibu tena katika channel yako pendwa Electronics Repair Class TZ. Tupate nafasi ya kuona namna gani ambavyo tutakuwa na marekebisho ya simu aina ya iPhone, simu ambayo changamoto yake inajionyesha wazi kwa namna inavyoonekana kwamba imeacha kinafasi hapa, kwamba imepasuka. So tunataka kuona nini tutakachoweza kukifanya hapa ili tuweze kuhakikisha tatizo hili tumeritibu kikamilifu bila kuacha nukta. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Kama haujasubscribe basi gusa alama subscribe hapo ili uweze kuwa mshirika na uendelee kufuatilia kwa makini sana, tuweze kuwa pamoja katika safari nzima ya kujifunza namna gani ya kusolve matatizo ya simu. Tulikaa kwa muda kidogo kimya na tutaendelea kupeana updates kwa baadhi ya watu ambao wamekuwa kinitafuta kwa WhatsApp, wamekuwa kiona baadhi ya update ambazo nimekuwa nikiwapatia. Kuna maandalizi makubwa tunafanya, lakini kila kitu kitapatikana ama majibu yote yatapatikana pale ambapo tutakuwa tumekamilisha, then tutatoa taarifa kwa njia ya YouTube na social media zote ambazo tunazitumia. Sasa leo tuone kama utaratibu wa marekebisho ya simu hii tunaweza tukaufanya ikawa seamless, yani ikawa easy, ama tukafahamu ni nini ambacho kinasumbua upande wa hii simu, kwa sababu kwa namna inavyoonekana tayari betri imeshavimba na inaonekana kama kufikia hatua ya kubend kioo, hali ambayo inaweza kupelekea kioo kupasuka. Kwa mujibu wa maelezo ya mteja, anasema tatizo ni betri pamoja na kioo, lakini sasa tunataka kuthibitisha kwanza, kupata uhakika kama kweli upande wa betri kumekufa tunaona, lakini je, inawaka? Kama simu inawaka, basi tutajua uwezekano wa marekebisho upo na itakuwa ni rahisi zaidi kupata uhakika wa kununua kioo kingine ili tuweze kukifunga. Tunapataje uhakika? Lazima tuifungue na kutesti kwanza, tupate hata mwanga walau kidogo kwenye upande wa kioo hichi ili tuweze kujua kwamba tuna uhakika kununua kioo kingine bila kupoteza fedha. Kikubwa zaidi ni kujirinda na kutoingia kwenye hasara ambayo sio ya lazima. Ndio maana tunataka kupata uhakika kwanza wa kile ambacho kinazungumziwa na mteja wetu kwamba tatizo ni betri na kioo. Sasa unaweza kaingia dukani moja kwa moja kuchukua betri na kioo na kufunga, hiyo ikawa ni hasara pale ambapo utakuta simu haiwaki, ama ukaingia kwenye mtego wa kuhakikisha unaiponesha simu ili uweze kufaidika na vitu ambavyo utakuwa umevinunua. Naam, ni Electronics Repair Shop ama Electronics Repair Class TZ, ambapo tunahitaji kuhakikisha tunapata mafundi wengi ambao watakuwa na uwezo wa kujipambanua na kupata mjadala mzuri wa kuanzia wakati wa marekebisho. Kikubwa cha msingi ni kwamba unahitaji kupata mjadala, yani unahitaji kupata mawazo mengi wakati wa marekebisho. Ukipata mjadala na mawazo mengi wakati wa marekebisho, ni rahisi zaidi kufanya kazi nyingi. Nafikiri kwa baadhi ya mafundi ambao wamekuwa kifanya kazi hizi watakuwa wananielewa maana ya kusema hivyo ni nini. Vioo vingi vya iPhone vinafunguliwa kwa mbele. Kwa hivyo maana yake ukishafungua nati zake mbili za hapa, tayari kilichobaki ni kukibenjua. Kidesign ni rahisi zaidi. Okay. Sasa maana yake kama ukishaifungua simu kwa namna hii, ni rahisi zaidi kufikia ufikiaji ambao ni ule tunautarajia, kwamba ni betri. Tumeweza kuiona betri hii hapa, na hii betri inaonekana ni replacement, ni betri ambayo ilibadilishwa kwa sababu tunaona excellent. Hii ni kampuni ambayo ni ya utengenezaji wa betri na vitu vingine vingi, lakini ingelikuwa kama ni betri ya iPhone, kama iPhone yani ya kampuni ya simu yenyewe, tungeweza kuona logo kama hii hapa. Kuna hii logo ndogo hapa, walau logo hiyo ingekuwepo kwenye betri hapo, tungekuwa na uhakika kwamba hii betri ni original yake. So maana yake inamaanisha isha kubadilishwa. Tunachotaka kukifanya ni kufungua na kupata sehemu ambako betri imeconnectiwa ili tuweze kuwasha, tuhakiki kama kioo kwanza kinaweza kudisplay walau hata kidogo au mwanga mdogo tu tuweze kuona. Hiyo itatupa matumaini ama majibu ya kwamba tayari simu hii ni nzima na tunaweza kuitibu. Hayo yote tunafanyaje? Maana yake unahitaji kutumia power supply. Kuna baadhi ya watu wengi sana wamekuwa wakirequest ama wakiomba namba za sehemu ambako wanaweza kupata power supply. Nimekuwa nikiwasaidia. Kwa hivyo kama unahitaji power supply, nitafute kwa namba zangu ambazo zitakuwa hapo kwenye BIOS au kwenye bio. Unaweza kanicheki hapo, lakini kama unahitaji kupata maelekezo zaidi ya vifaa gani vitakuwa bora zaidi ama vizuri zaidi, unaweza kanicheki kwenye simu hapo. Okay, sasa tuende kwenye kuifungua ili tuweze kupata uhakika wa kile ambacho tunataka kukitesti bila kuwa na pressure. Okay, hatua za kuifungua tutaenda kasi ili tuweze kuokoa time na mambo mengine yaweze kuendelea, kwa maana kuitest, kwa sababu tunataka kutest kwanza ili tukishapata tatizo ndo tujue kama tunanunua kioo ama tunanunua betri peke yake. Sasa iPhone zimekaa kitofauti kidogo.
na kulingana na namna nati zake zilivyo. Kwa hivyo unahitaji kupata tool ambayo sometimes inaweza kuwa ni sahihi original yake, yani umenunua ama umetengeneza mwenyewe. Sasa kulingana na upatikanaji nikaona nitengeneze tu ambayo itanifaa kwa ajili ya kuzifungua nati zake. Sasa sio mbaya kama unaweza kutengeneza ambayo itaweza kufungua, ni sahihi, kwa sababu hii inatumia nati ambazo zimekaa kama pembe tatu. Kwa hivyo ni rahisi zaidi ukifikiria kitakachokuwa kiko sahihi upande wako. Sasa tayari tumeshafungua sehemu ambako betri inaweza kuwa imeconnectiwa, ambako tunaona mkanda wa betri huu hapa unaenda moja kwa moja mpaka hapa. Kwa hivyo tuna udisconnect. Tukisha udisconnect, maana yake tunatakiwa kupata uhakika wa namna ambavyo tunaweza tukaitesti. Sasa kama nilivyosema kwamba hii ni replacement, yani betri iliyobadilishwa. Unaweza afu kwanza imekakamaa, yani ni ngumu kinoma sana. Lakini pia unaweza kaona imewekewa gundi ya kijanja, so inamaanisha ilibadilishwa. Sasa tunataka kitu ambacho tunakihitaji sisi ni kupata uhakika wa upande wa namna ambavyo inafanya kazi. Tunahitaji kupata uhakika kwamba je, kioo kinafanya kazi ama hakifanyi kazi. Connector zake zote ziko connected vizuri. Tunatafuta plugs ambazo ni za nani, yani connector ambayo ni ya iPhone, ya simu za iPhone, ili tuweze kuitumia hiyo. Nikijaribu kucheki hii ina match kabisa, ina match correctly. Yeah, ina match. So naweza nikaiweka aje hii? Nitaiweka hivi. Jaribu kuconnect vizuri kwanza connector tupate uhakika. Yes, connector imeconnect vizuri. Hizi iBoot waga mara nyingi zinakuwaga na connector nyingi sana ambazo unaweza kutumia kwa ajili ya simu tofauti tofauti. Hiyo connector naona haija connect vizuri. Hii ndio imekaa vizuri. Yeah, hii ndio imekaa vizuri connector. So tutakuja kuconnect kwenye power supply. Kama nilivyokwisha kusema, power supply inakaa hapa juu. Kwa hiyo utaona voltage kulingana na namna ambavyo tutakuwa tumeziselect. Mara nyingi tunatumiaga voti 4 tu. Voti 4 zinatosha. Yeah, voti 4 zinatosha. Tutakuja kuconnect. Kama kuna swali lolote unahitaji kuuliza, basi unaruhusiwa kuuliza kwenye comment hapo bila kuwa na matusi wala lugha chafu. Kikubwa cha msingi tunahitaji kujifunza wote, tupate elimu ambayo itakuwa imenyooka kabisa. Sasa baada ya kuconnect pale iBoot, tunawasha simu tuone, kwa sababu nijaribu kuiwasha bila kuwa na connection. Tunaona kama inataka kubuti fulani hivi afu then inarudi nyuma. Yes. Boom. Sasa unaweza kuona sasa hivi kioo kinawaka vizuri kabisa bila kuwa na changamoto. Lakini mteja alisema kioo ni kibovu. Na nimejaribu kuiwasha kulingana na maelezo yake alivyoniambia kwamba betri ni changamoto, so anahitaji kununua betri lakini pia anahitaji kununua na kioo kingine. Nikasema ni sawa. Lakini nikataka kwanza nipate uhakika wa kwangu mimi mwenyewe bila kutegemea mawazo yake yeye. Na uhakika ambao nilihitaji kwangu ni juu ya kupata uhakika wa kioo kwanza kabla kununua. Kwa sababu unaweza kujikuta unaingia dukani unanunua kioo, unafikisha hapo, unafunga, simu haiwaki. Ama unafunga kumbe kioo kilichotoa ni kizima kabisa, kama unavyoweza kuona. Baadaye kioo tuliona kwamba kilikuwa kimebendi vibaya mno. Lakini unaweza kuona kilibendi lakini kina nafasi ya kuendelea kufanya kazi. Sifahamu password yake, lakini tunaweza kuona kwamba kina uwezo wa kutouch kona zote. Sasa tusikosee mara nyingi tukajikuta simu inablokiwa, kwa sababu iPhone mara nyingi ziko sensitive. Lakini tukiangalia kwenye upande wa emergency huku, tukiandika namba tunaweza kuona kwamba namba zote zinaweza kuandika. Nafikiri hicho kitu tumeweza kukiona. So kumbe hii inakupa mwelekeo wa kuelewa kwamba unapohitaji kurekebisha simu yoyote ile, kwanza upate uhakika wa maelezo ya mteja alivyokueleza. Usifanye moja kwa moja bila kujipatia uhakika, kwa sababu utajikuta unamuingiza mteja kwenye hasara ama wewe unaingia kwenye hasara bila kuwa na matarajio hayo. Hii ni Electronics Repair Shop ama Electronics Repair Class TZ. Sorry kwa ambao mnaona nachanganya. Ofisi yangu nimeipatia jina la Electronics Repair Shop. Sasa na pia channel yangu ni Electronics Repair Class TZ. So tuko pale pale. Kama haujasubscribe basi gusa alama subscribe hapo ili uweze kuwa mfuasi ama mtu ambaye anaweza kuwa anapata updates kila tunapoweka hewani. Kwa wale ambao wanajiuliza kwa nini tupo kimya,
kuna marekebisho mafupi yanaendelea kufanyika. Kumbuka mtandao wa YouTube ni mtandao wa watu wengi, kwa hiyo una sheria na kanuni nyingi sana. Hivyo tutatoa majibu ya nini kinachoendelea, lakini pia ni marekebisho ambayo yanahusisha namna ya watu kwenda kujifunza vizuri, kusiwe na mkanganyiko mkubwa, kwa sababu watu wanakuwa wanajiuliza namna kupata mafunzo, wanajifunzaje? Je, wanahitaji kufika ofisini ama wanahitaji kujifunza online? Yote hayo tutatoa majibu pale ambapo tutakuwa tumekamilisha zoezi zima na yale ambayo tunayatarajia kwenye Electronics Repair Class TZ. Basi nikutakia wakati mwema na shughuli njema na mafunzo mema. Fuatilia zaidi video nyingi sana, kama ndo video yako ya kwanza kuiona, zipo nyingi sana ambazo zitakufundisha mengi. Basi bye.